Utakuwa ni mchezo ambao sio mwepesi tuseme, sababu kwanza mpaka kufikia hapa wamedeserve kufika hapa kwa sababu ni timu nzuri, ni timu bora mpaka wanafika katika nafasi hii. Na hata mchezo wao wa mwisho tumeona wameshinda kwa goli 3-1. Ni kiasi gani wanaendelea kukaa sawa na kuwa vizuri. Ni mchezo ambao utakuwa ni mzuri, japokuwa tuna uhakika sisi wa kupata matokeo. Lakini tunakutana na JKT ambayo kwangu mimi ni bora kuliko hata Simba katika msimu huu kwenye ligi. Kwangu mimi JKT ni bora sana kuliko hata Simba. Ni watu wa maana sana hao. Kama ni bora unatumia vigezo vipi? Fakti zipi? Na tuwapongeze kwanza kwa kukubali kuja Mkwakwani. Ni watu wa maana, wanatakiwa wapigiwe mizinga hata 8. Na nasema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu JKT mara ya kwanza tumekutana tukawafunga. Awamu ya pili wamekuja, wamekuwa na roho, wamevaa ujasiri, wameleta timu katika kiwanja chao wakatupa changamoto. Tukatoka sare. Watu wa maana sana hawa. Lakini wenzao wametukimbia sisi tarehe 8 na tunawaambia nendeni mkawafunge Singida Black Star, mlete timu. Msipowafunga kwa mara ya pili mtaandika historia ya kutukimbia Yanga kwa mara ya pili mfululizo. Tutawanadi na tutawaanika kila sehemu. Mmetukimbia. Kwa hiyo hao mimi na wao na ni watu wa maana sana, watu bora. JKT wanatakiwa kupigiwa mizinga. Ndio. Wameleta timu Mkwakwani huko. Quality ya timu yao uone kama leo inaweza ikawasumbua na kuwatoa katika mashindano? Hapana, haiwezi kutusumbua. Hakuna katika ardhi ya Tanzania, hakuna timu yenye wachezaji wenye quality kama Dar es Salaam Young Africans. Ukibisha shauri yako, kwa sababu hakuna mpira ni mchezo wa wazi. Kila mtu anaona kinachokuwa kinafanyika. Yanga tuna wachezaji bora, tuna wachezaji wazuri ambao kila mmoja anatamani kuwa nao. Kila mtu, kuna watu walisema wanamtaka Pacome Zouzoua. Uongo. Wakasema amechoka kutumia sindano za kama wanazotumia kina mama, si ndio? Lakini ndio huyo bado anaendelea kuwepo Dar es Salaam Young Africans. Anaendelea kufanya mambo yake. Ndio huyo mchezaji ambaye watu wanatumika kutaka kumvunja miguu yake. Kutaka kuvuruga uwepo wake. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sasa hivi anaendelea vizuri. Kwa uwezo wa Mungu tunaweza tukamshuhudia leo Pacome Zouzoua akifanya vitu vyake kama vya Ronaldinho Gaucho. Bwana jana